Yes, maana tuko hapa katika mtoko wa Pasaka na wamefika waimbaji mbalimbali kutuhudumia. Miongoni mwa waimbaji ambao wamefika mahali hapa ni mtumishi wa Mungu Solomoni Mkubwa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Habari ya huduma? Tunashukuru Mungu. Amina. Tuko hapa katika mtoko wa Pasaka. Nini ulimwengu mzima ukitarajia kupokea kutoka kwako mtumishi? Kwa sasa Yesu hayuko kaburini. Amefufuka. Tunakuja kusherehekea kufa na kufuka kwa Yesu. So ulimwengu utarajie ushindi wa Yesu msalabani na kutupa sisi uzima. Tayari tuko wazima wa roho na wa mwili. Okay, miongoni mwa waimbaji wengi baadhi hukataa mwaliko kama mtoko wa Pasaka. Wanasema kwamba ni mwaliko ambao ama ni mkutano ambao haujakaa kidini. Kwako wewe umealikwa na umealikika kuwahudumia maelfu ya watu. Kwako wewe mtu anakuambia kauli kama hii, unaitafsiri vipi? Nafikiria watu wote ni wa Mungu na hatujakuwa na mchanganyiko fulani. Nafikiria ni gospel inahubiriwa hapa. Kwangu naona si kwenye matangazo sijaona mchanganyiko wowote, sijue wa watu wengine na isipokuwa watu wa gospel. That's why tuko hapa, kwa sababu ya gospel. Okay, kumekuwa na watu wengi wanasema kwamba muziki wa Injili, muziki ambao hauripi. Tunaona kwa mtumishi wa Mungu na nawili kama hivyo, ni Mungu anakuneemisha kila siku. Tena mtu anaongea kauli kama muziki wa nyimbo za Injili hauripi. Mimi naamua kwenda kwenye bongo flava kwa sababu huku siwezi kupata kile ambacho ninakihitaji. Mtu kama huyu utafsiri vipi? Unajua hapo unacheka kwa sababu mtu anaweza ongea hivyo manake hajaitwa bado. Sisi kwanza hatujakuja kwa sababu ya pesa. Pesa ni makaratasi tuliyapata na tunayaacha. Hakuna mtu amezikwa na pesa. So na hatuko hapo kuongelea kuhusu pesa. Manake pesa hazipendai kelele. Ukiona mtu anapiga kelele na pesa, jua sio za kwake. Pesa hazipendai kelele. So maisha yote Mungu alituumba kwa kumtegemea yeye. Na tukimtegemea yeye ina maana ana provide kila kitu katika maisha yetu. Hakuna mtu mwenye amekufa kwa sababu ya njaa. Hamna. Na mambo mengine ambayo tunayapitia ni mpango wa Mungu katika maisha yetu. Mungu ametulipa na kwa Yesu kunalipa vizuri. Watu hawana subira tu. Lakini Mungu wetu ni wa subira, na ukikuwa na subira Mungu anataka enenda na wewe sawa sawa na vile anapanga. Sio vile wewe unataka. Watu shida ya leo tunataka kumpangia Mungu. Nataka nikuwe hivi leo, Mungu nataka niendeshe Range Rover, nataka niendeshe Prado. Hapana, Mungu sio hivyo. Mungu anaenda wewe kimpangilio. Hatujaanza imba leo, lakini tumemwona Mungu mahali tumefika. Hatuna shida, hatuna mtu mwingine tunaweza shuhudia isipokuwa Yesu katika maisha yetu. Maana kama sio yeye, hizi microphones zote na hizi cameras hazingekuwa hapa kama sio Yesu. Utasema kabisa hajanilipa jamani. Si amenilipa huyo mwanaume. Kama sio Yesu, nani mwingine tena? Huyo mwanaume umetulipa, na watu tunaweza ambia vijana muwe na subira, na kama Mungu amekuita kuwa na subira utamuona Mungu. Okay, hapa juzi kati tunaona mwanamuziki wa duniani aliposti akasema kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili ukihitaji korabo kutoka kwao ni watu ambao wanakuwa wanajivuta, ni watu ambao wanakuwa wagumu. Ikitokea mtu duniani Elisa Diamond, Alikiba na nani anahitaji korabo na wewe mtumishi wa Mungu, uko tayari? Ama akiwa na nyimbo yake akahitaji umuingize kidogo sauti, tuko tayari? Inategemea na ni wimbo gani kwanza, ni wimbo wa aina gani. Lakini wimbo ambao unaitisha msalaba wa Yesu, damu ya Yesu, watu wokovu. Mungu ni wote wenye mwili. Kwa nini tusifanye kazi ambayo inamuinua? Mimi niko hapa, sijawahi imba jina langu kwa nyimbo zangu. Mimi niko hapa kumuinua Yesu tu. Yani usiniletee kitu kingine kama sio Yesu. Na ukitaka tuimbe na wewe kama ni kumuinua Yesu, niko tayari. Yani ainuliwe na kila chenye pumzi na kimsifu Mungu. So mimi kabisa kama niko swala la Yesu, niko tayari. Niko tayari kabisa ainuliwe na mataifa yote duniani na mbinguni. Na watu wote waseme amen. Okay, wenda kuna chama ambacho kinahitaji Solomoni Mkubwa aimbe wimbo wa kukisifia chama fulani. Mbona tunajua baadhi ya nyimbo za chama huwa zitajagi Yesu. Je, tuko tayari kwa ajili ya kuimba nyimbo ya chama endapo kama tukipata nafasi hiyo? Mfumo wa uimbaji unapishana. Naweza tunga wimbo ambayo haiwezi kukwaza mtu ama kwaza mtu. Naweza imba wimbo wa jamii, kuelimisha jamii. Naweza imba wimbo ambao unafanya mtu akubalike. Hiyo nayo inatoka, ni mfumo tu. Inaweza ikatokea
Ya tumeimbia watu, tunaimba happy birthday kwa kila mtu, tunamwimbia happy birthday. Ya kuna watu ambao hata wanatualika tuimbie tu happy birthday, na sijaona kuna ubaya yoyote, lakini isikuwe sasa wenjo alfa na omega, mama fulani, dada fulani, wenjo umeinuliwa. Hapana, hizo hapana. Lakini kunaweza kuwa wimbo ambayo inaweza tokea kwa ajili maybe ya kutia mtu, ama ushuhuda wa mtu unauleta. Hiyo ushuhuda inatia mtu moyo. Si kuna watu wameandika vitabu zao, na zinatia watu moyo. Na naweza imba wimbo ambao unaleta ushuhuda wa mtu na ikabariki watu. Yeah. Hapa juzi kati pia mwimbaji nyimbo za Injili Goodluck Gozbert aliweza kuchoma gari. Baadhi ya watumishi walimsifia, walimsupport, lakini baadhi hawakumsupport. Ukiwa kama kaka, kwa kile kitu ambacho kimefanyika, maono yako ama maoni yako ni yapi? Anayekuwa na jibu kwa hilo swala ni aliyechoma gari mwenyewe. Maana yake mimi sikukuwepo na sijui ni nini ilimsukuma kuchoma gari, so mimi sijui naweza jibu nini. Mumuulize mwenyewe, atawaambia sababu aliyochoma gari. Wapo sina majibu kabisa. Yeah. Unadhani ni sahihi kwa mtu kusimama na kusema kwamba kumkaripia umekosea, usingefanya hivyo hata kidogo? Ni sahihi kwa mtumishi kukaripia mtu? Sio kuongea kwa mitandao. Hawezi jua, maybe niliongea naye kwa simu, hawezi jua. Yeah. Sio mpaka nikuja hapa ndio nilimkaripia na sikumkaripia. Naweza sema nilimkaripia na sikumkaripia. Yani ina depend muna mahusiano gani na huyo mtu. Wengine tunaweza kuwa tunaonana tu kwa mtandao basi. Yeah. Nafasi hata kuongea naye chochote? Ya ni rafiki yangu, ni mdogo wangu. Ya na kutokea hiyo matukio hatujawahi patana kwanza. I think siku tutapatana, nitamuuliza mawili matatu na mimi aniambie, na mimi nimuulize kama vile aniuliza. Basi ni hivyo. Yeye ndiye ana majibu sahihi ya kosa. Kule Kenya bwana, kuna mtumishi ng'anga ambaye anapiga watu vibao kanisani. Watu wakasema kwamba mtumishi wai anafanya hivyo. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu pia katika hilo unanogela kusukosa? Katika masuala ya hiyo swala unauliza, kuna uaminifu ambao mtu amejenga kwa watu wake. Sijui kama unanipata. Kila mtu yoyote anakuwa na watu wake ambao amejenga. Staff yako na ya kwangu ni tofauti. Kuna vile na deal na wao, kuna vile nimeweka moral kwa watu wangu, naweza nikafanya hivi waka understand. So kama nimeslapiwa kofi na kesho narudi hapo, sinamaanisha morali ya huyo mtu nimeibeba kweli. So usione ubaya kwa aliyechapwa, aulizwe kama yeye alifili aje, lakini mimi najua ni morale tu yenye huyo mchungaji ameikalisha kwa watu wake, na wanamuelewa kama baba yeyote anaweza akamchapa mwanae na anamrudi. Nafikiria alitumia andiko, huu ni mwanangu, wewe amka. Na akaamka na aliyechapwa akajisikia vizuri na mambo ikaendelea kwa usalama. Yeah. Mtumishi, nikupe kwanza hongera kwa kuwa ni miongoni mwa watu ambao wameweza kuwabadilisha pia baadhi ya vijana. Tumeona muongozana na All Star, ni kitu kizuri sana. Pia nikupe hongera kwa wimbo mzuri pia. Sawa. Kumekuwa kuna mjadala mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakawa wanasema kwamba labda huyu kijana All Star amefanya wimbo ndio na mtumishi Solomon kwa ajili tu ya yeye kuonekana kwamba apate nafasi fulani, sio kwamba ameokoka kikweli kweli. Kwako wewe, tukije kwa upande wako, unapomfahamu kijana, ni mtu aina gani pia? Ya All Star nilimpata, alikuwa anacheza sana nyimbo zangu, anazipenda sana. Number one, kitu nataka nijibu na niambie watu kiukweli saa hizi na tumalize utata. Mtu ukipandwa unaendaga na mizizi chini. Na mti unavyokuwa, ukipanda mti wa maembe, sometimes inaweza liwa na mbuzi na vitu zote. Kitambo hiyo mti yote na izae matunda, na hiyo matunda jamii ifaidike kwa hiyo matunda. Wewe unajua ni ndege gapi wametua hapo? Na hiyo matawi ya hiyo miti unajua imesaidia watu kwa kivuli wangapi? So mimi ni kama mti na mizizi yangu imeenda, na saa hizi ni kama nina matawi, na hiyo matawi haijalishi ni ndege gani atatua hapo, na haijalishi ni ndege gani atakuja kula kwa yale matunda. So siwezi nikamkataa mtu yote, manaka hata Yesu hajawahi kataa mtu. Kama Yesu hajawahi kataa mtu, mimi ni nani nikatae mtu? Kama Yesu mwenyewe hajawahi tukataa, wewe utanikataa kama nani? Mbinguni yako unaendaka lala mbinguni, unarudi duniani.
Mimi siko hapo kukataa mtu sababu Yesu mwenyewe hajatukataa. Na hongera, mimi nasema hongera kwa wenye wameokoka. Kwa wenye wameokoka, lakini lazima injili iende duniani pia kwa wenye hawajaokoka.